Baba wetu, tunakuheshimu kwa ajili wewe ni Mungu peke yako, hauhitaji kitu kingine kuwa Mungu. You are God by yourself. You are Yahweh, self-existing one. All power, glory, honor belongs to you. We're humble in your presence. We thank you that you love us so much, that you have given us life, you have given us salvation. And we thank you for the opportunity to gather in your presence. As we share your word, let your word be spirit and life to us. We honor you, we bless you in Jesus' name. Somebody says amen. Now I'm sharing on the reality of divine judgment. Basi tunaweza kushiriki mada ya ukweli kuhusu hukumu ya kiungu. Divine judgment Hukumu ya kiungu, punishment against sin by God. ni adhabu kwa dhambi inayotendwa kinyume na Mungu. When people sin Wakati watu wanatenda dhambi and God punishes that sin, na Mungu anaadhibu dhambi ile, that is divine judgment. basi hiyo ni hukumu ya kiungu It's coming from God. inayokuja kutoka kwa Mungu. And in the first service, Katika ibada ya kwanza, I took time nimeshachukua muda to take brethren through a few examples kufundisha waumini mifano kadhaa, of where God punished people mifano kadhaa ambapo Mungu aliadhibu watu because of sin. kwa sababu ya dhambi. We see that happening to Adam and Eve Naona hilo likitendeka kwa Adamu na Hawa in Genesis chapter 3, katika Mwanzo 3 verse 16 and 17. 16 hadi 17. We see God bringing punishment upon the cities of Sodom and Gomorrah. Tunaona Mungu akiadhibu miji ya Sodoma na Gomora. This is written in 2 Peter chapter 2, Hii imeandikwa Petero wa pili verse 6 and verse 7. 2:6 na 7. We see the angels being punished Naona hata malaika wakiadhibiwa. in 2 Peter chapter 2 and verse 4. Petero wa pili 2:4. And we see also people during Noah's time, they are punished Na tunaona pia watu wakati wa Nuhu wakiadhibiwa by the flood. na mafuriko. In 2 Peter chapter 2 verse 5 and 6. Katika Petero wa pili 2:5 hadi 6. And in the book of Judges, Na katika kitabu cha Waamuzi we see Israel being punished. naona Israeli wakiadhibiwa pia. We see cycles of sin, judgment and repentance. Naona marudio ya dhambi au kule mzunguko wa dhambi na pia toba. Cycles of sin, judgment and repentance. Tunaona mambo haya yakifanyika katika dhambi, alafu Hukumu na kutubu na hukumu na kutubu. Praise the Lord. Amina. And we also see Israel being punished in many other areas in the Old Testament. Na tunaona pia Israeli wakiadhibiwa katika maeneo mengi katika Agano la Kale. And also we see other nations being punished by God. Na tunaona pia mataifa mengine yakiadhibiwa na Mungu. All these are showing that in the end God will punish all sin. Yote haya yanaonyesha kwamba mwisho ukifika Mungu atawaadhibu wote wanaotenda In dhambi. the second service, I took time to talk about the reasons why or the purpose of God's judgment upon the human race. Katika ibada ya pili, askofu alishiriki sababu ambazo zinamfanya Mungu kuadhibu wanaotenda dhambi. Praise the Lord, somebody. Bwana asifiwe sana. And in this service, Katika ibada hii, I want to dwell on the final judgment. askofu anataka kushiriki kuhusu hukumu ya mwisho. Final, say final judgment. Hukumu ya mwisho. Amen. Amen. Now sin violates the righteousness of God. Basi dhambi inakiuka haki ya Mungu. When we sin,
we are disobeying or we are transgressing against the law of God. Basi tunapotenda dhambi tunakosa kutii ile amri au sheria ya Mungu. And because the nature of sin resides in man, Na kwa sababu ile hali ya dhambi inaishi katika mwanadamu, and man is driven by immoral and corrupt inclinations, na mwanadamu anaongozwa na zile mahitaji ya dhambi, because of the sin or the fall that occurred in the Garden of Eden. basi hiyo inatokana na zile dhambi na kuanguka kuliotokea katika bustani ya Edeni. Now, before God creates a new heaven Kabla Mungu hajaumba mbingu mpya and a new earth, na dunia mpya, God must do away with anything that can produce or bear sin. basi Mungu sharti aondoe kila kitu ambacho kinaweza kuleta au kutuletea dhambi Into his new creation. katika uumbaji wake mpya. Praise the Lord. Amen. God is going not only to judge the people for their sins, Basi Mungu hata hukumu tu wale he will wanaotenda also dhambi, destroy the earth, he will also destroy the heavens that are there, and he will create a new earth, and he will create a new heaven. basi Mungu pia ataharibu ile dunia na ile mbingu iliyoko wakati wa dhambi, na ataumba mbingu na dunia mpya. I want us to read a few verses Basi nataka tusome mistari kadhaa that show us the day of judgment is coming. inayotuonyesha kwamba siku ya hukumu inawadia. The day of judgment is coming upon all humanity. Siku za hukumu zinawadia kwa kila mtu. Now, 2 Corinthians chapter 5 verse 10 Wakorintho wa pili 5 mstari wa 10 says, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, basi lazima sote tuwe katika kiti cha hukumu cha Kristo, that everyone may receive the things done in his body, basi ndio kila mtu aweze kupokea kile kitu alichokitenda mwilini mwake, according to that he has done, kulingana na yote aliyoyatenda, whether it be good or bad." ikiwa ni nzuri au ni mabaya. The Bible is saying Biblia inasema that every person will stand before the judgment seat of Christ. kila mwanadamu atasimama mbele ya kiti cha hukumu We ya also Mungu. refer to it as the Bema seat. Basi julikana kama kiti Of cha the judgment seat of Christ. basi hicho ni kiti cha hukumu cha Kristo Yesu. Romans chapter 14 verse 10 says, Warumi 14:10 inasema, "But why dost thou judge thy brother? basi ni kwa nini wewe unamhukumu nduguyo? Why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ." Kwa sababu tutasimama sote mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo. Acts chapter 17 verse 31 Matendo ya Mitume 17:31 says, "But he has appointed a day basi ametenga siku in which he will judge the whole world, or the world in righteousness, ambapo atahukumu dunia nzima kwa haki yake, by that man whom he has ordained, kupitia yule mtu ambaye amemtenga, whereof he has given assurance unto all men," sababu kila mtu amepokea agizo au hakikisho in that he has raised him from the dead. kwamba amemfufua kutokana na wafu, That God has appointed a day, say a day, kwamba Mungu ametenga siku where he will judge the world in righteousness. ambapo atahukumu dunia kwa haki. Every sin will be punished. Kila dhambi itaadhibiwa, Every sin will be judged. kila dhambi itahukumiwa. The sin that will not be judged is the sin that has been repented in the name of Jesus Christ. Basi dhambi ambayo haitahukumiwa ni ile dhambi ambayo
mtu ametubu kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. The sin that has been repented through Jesus Christ. Dhambi ambayo mhusika ametubu kupitia Yesu Kristo. From morning we have been reading verses that are showing that there is a day of judgment coming. Basi kuanzia asubuhi tumekuwa tukishiriki mistari katika Biblia inayoonyesha kuna hukumu ya Mungu inayokuja. This will be the last event. Hii ndiyo itakuwa tukio la mwisho. Praise the Lord. Bwana asifiwe. After rapture and after the millennial rule, baada ya kunyakuliwa kwa kanisa na uongozi wa miaka 1000, then there will be the day of judgment. Na pia kutawadia ile siku ya hukumu. God has set a day. Mungu ametenga siku in which he proposes or looks for to judge the inhabitants of the earth. Ambaye anatazamia kuhukumu wale wanaoishi humu duniani. And this day of judgment, katika siku hii ya hukumu, also known as the final judgment, na inayojulikana kama hukumu ya is mwisho, when Jesus will sit as judge. Ni wakati Yesu ataketi kama hukumu. The Son of God will judge the living and the dead. Basi mwana wa Mungu atahukumu wote waliokufa na walio hai. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord, somebody. Bwana Yesu asifiwe. Turn to the book of 2 Peter. Basi enda katika kitabu cha Petero wa I want pili. us to read a few verses there. Napenda tusome mistari kadhaa pale. I want us to read verse 9. Basi tusome mstari wa 9. And then we shall move to chapter 3. Alafu tutaandamana hadi mlango wa 3. By covetousness, they will exploit you with deceptive words. For a long time their judgment has not been idle, and their destruction does not slumber. Just a minute. What God is saying is that these people are doing these things, Kila Mungu anasema watu wanafanya mambo but haya, their judgment is coming. lakini hukumu yao inawadia. Amen. Amina. Verse 4, let's go. For if God did not spare the angels who sin, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness, to be reserved for judgment. Praise the Lord. Just a minute. They have been punished, they have been cast down, Basi wametupwa mle shimoni, but judgment is waiting for them. lakini hukumu inawangojea. Amen. Amina. Verse 5, Mstari wa 5. and did not spare the ancient world, but saved Noah, one of the 8 people, a preacher of righteousness, bringing in the flood on the world of the ungodly. Verse 6, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them to destruction, making them an example to those who afterward would live ungodly. Now, all these punishments or judgments we've seen in the past were aimed to be an example, to cause people to turn away from sin and people to have a living relationship with their God. Basi adhabu ama hukumu ambazo tunaona zikifanyika zilikuwa zimemaanisha kuwafanya watu waishi kuwa mfano na kuwa na ule uhusiano na Yesu Kristo. To help us to return to our God. Kutusaidia tumrudie Mungu wetu. All these were examples. Hii yote ilikuwa ni ishara ama so that when we see this, ili tutakapoona adhabu hizi, it may cause a fear in our hearts, italeta woga ama hofu mioyoni mwetu, so that we can live godly lives, ili tuishi maisha ya uungu. Turn to 2 Peter, just chapter 3. Basi Petero wa pili mlango ni wa 3. I want us to read from verse 7. Mstari ni wa 7. 2 Peter chapter 3. Petero wa pili mlango wa 3. Are you there? Let's read together. Downwards. Let's go. But the heavens and the earth, which now are by the same word are kept in store
reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Just a minute. Kidogo tu. The day of judgment, Siku ya hukumu, there is a day of judgment kuna siku ya hukumu and perdition of ungodly men, na kuharibiwa kwa wale waovu, but also the heavens and the earth, the current heavens and the earth will be destroyed. na hata mbingu na dunia ya sasa zote Let's go zitaharibiwa. verse 8. Twende mstari wa 8. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Praise the Lord. We are in a time of grace. Basi tuko katika nyakati za neema. And when we sin, Tunapotenda dhambi, something bad doesn't happen to us. jambo baya huenda halitendeki kwetu sisi. We may commit immorality, Naweza kuwa wazinzi, and maybe we don't get sick, na labda hatupatwi na magonjwa, or maybe we don't get an accident. labda hatupatwi na ajali. Praise the Lord. Amina. And therefore we can assume that even what God has said, He will not bring it to pass. Kwa hivyo tunaweza kuona tu ama kudhania tu yale Mungu amesema hayatakuja. And that's what verse 9 is saying. Na hilo ndio mstari wa 9 unasema. Saying, people thinking, if God has promised that judgment will come, Inasema ikiwa watu wanafikiria tu ama Mungu ameahidi hukumu but itakuja, maybe He's not going to do it as fast as He said. na labda hatatekeleza haraka au upesi And anavyosema. the warning is this, Na basi onyo ni kwamba that with God 1 day is like 1,000 years, kwa Mungu siku moja ni kama miaka and 1,000 years is like 1 day with God. pia kwa Mungu miaka 1000 ni kama siku moja tu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Let's read verse 10. Tusome mstari We are in 2 Peter chapter 3, verse 10. wa pili mlango Let's go. wa 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also, the works that are therein, shall be burnt up. Verse 11, seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought you to be in all holy conversation and godliness? Verse 12, looking forward and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens, being on fire, shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to His promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Now, Peter is writing and saying, don't be ignorant. Basi Don't Petero think God. anaandika anasema msikose maarifa. Don't think God will not fulfill His promise. Usifikirie tu kwamba Mungu hatatekeleza And ahadi goes yake. further to say, even this current earth and the heavens, they will be destroyed by heat. Na anaendelea kusema hata mbingu na dunia hii ya sasa itaharibiwa na moto. I'm saying, knowing that, what manner of people should we be in the way we live before God? Basi anaendelea kusema tukijua hilo basi tunafaa kuwa watu wenye hulka gani katika nyakati hizi. Praise the Lord. Amina. Praise the Lord, somebody. Amina. Say the current earth, Dunia ya sasa, sauti kidogo, the current earth dunia ya sasa and the current heavens na mbingu ya sasa shall be destroyed, zote zitaharibiwa, shall be judged zitahukumiwa by fire. kwa moto. Amen. Amina. So, the final judgment, Hivyo hukumu ya mwisho I want to look at it that it will be in two phases. nataka kuitazamia kwamba itakuja kwa awamu mbili, And in the first phase, na katika awamu ya kwanza
there will be a general judgment of all mankind. Takuwa tuna ile hukumu ya kila mtu. And one thing will be considered in this judgment. Na basi tutakuwa na lengo moja katika awamu hii ya kwanza. Whether a person accepted Jesus Christ, ikiwa mtu alimpokea Yesu Kristo, or the person rejected Jesus Christ, au pia alimkataa Yesu Kristo. So in this first phase of judgment, katika awamu hii ya kwanza ya hukumu, all mankind will be judged. Kila binadamu atahukumiwa. But one aspect or item will be considered. Na kigezo kimoja tu kitazingatiwa. Whether you have accepted Jesus Christ, ikiwa umekubali Yesu Kristo, or you have rejected Jesus Christ, ama umemkataa Yesu Kristo. Those who have accepted Jesus Christ, wote ambao wamempokea Yesu Kristo, His payment for their sins, basi malipo yao kwa dhambi zao, wamekubali malipo yake kwa dhambi zao. Amen. 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 Wamemkubali Yesu Kristo, wamemuitikia na wakakubali malipo ya Yesu pale msalabani kwa ajili ya dhambi zao. Hao watakapokuwa pale, Bwana asifiwe sana, they will be declared not guilty. Watatangazwa kwamba hawana hatia. Praise the Lord. Amen. They will be declared not guilty of sin. Watatangazwa kuwa bila hatia ya dhambi. And enter to spend eternity with Jesus Christ. Na wataingia kurithi uzima wa milele na Yesu Kristo. Those that have accepted Jesus Christ, wale ambao wamemkubali Yesu Kristo, and His payment for their sins, na kwamba aliwalipia dhambi zao, they will be declared not guilty of sin. Watatangazwa kupatikana bila hatia. And they will enter into eternity to spend with Jesus Christ. Na wataingia katika uzima wa milele kuishi pamoja na Yesu Kristo. Then those that have rejected Jesus Christ, lakini wale ambao wamemkatalia Yesu and His payment for their sins, na kwamba aliwalipia dhambi zao, they will be judged on their own performance. Watahukumiwa kulingana na matendo yao. The believers will be judged on the performance of Christ. Waumini watahukumiwa kulingana na matendo yao kwa Yesu. Because Jesus has already paid for their sins, kwa sababu Yesu amelipia dhambi they will zao, be declared not guilty. watatangazwa hawana. But those that have rejected Jesus Christ, lakini wale ambao wamemkataa Yesu Kristo, they will be judged on their own performance. watahukumiwa kulingana na matendo yao. And since everybody has sinned, kwa sababu kila mmoja wao fallen short of the glory of God, na amepungukiwa na utukufu wa Mungu, they will be sentenced. Watahukumiwa. And they will spend eternity separated na from God. wataishi maisha yao wakiwa wametenganishwa na Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord somebody. Bwana Yesu asifiwe. Matthew 25:46 says this. Mathayo mtakatifu 25:46. And this shall go away into everlasting punishment, na hao wataelekea katika adhabu ya milele, but the righteous into life eternal. lakini wenye haki katika maisha ya milele. Amen. Amen. Turn to Revelation chapter 20. Ufunuo wa Yohana 20. Revelation chapter 20. Ufunuo wa Yohana 20. From verse number 11. Mstari ni wa 11. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was no place for them. Just a minute. John the Revelator, basi Yohana aliye na ufunuo, says that the face of Jesus, who is sitting on the seat of judgment, nasema kwamba uso wa Yesu Kristo anayeketi katika kiti cha hukumu glorious, itajaa utukufu. Praise the Lord. Amen. And even the heaven and the earth will run away. Hata mbingu na dunia zitatoroka. Verse 12, let's go.
mstari wa 12. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged, every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Praise the Lord. Those that have accepted that Jesus died for their sins, wale ambao wamekubali kwamba Yesu Kristo aliwafia dhambi zao, as they come before Jesus, they will be declared not guilty. Watakapokuja mbele ya Yesu Kristo watatangazwa kuwa bila hatia. In other words, they will not be judged. Kwa maneno mengine hawatahukumiwa. Jesus has already paid for our sins. Yesu ameshalipia kwa dhambi zetu. But those that have not accepted the payment of our Lord Jesus Christ, lakini wale ambao hawajakubali malipo ya Yesu Kristo, they will be judged. Watahukumiwa. They will be sentenced. Watahukumiwa. And they will be separated with God forever. Na watatenganishwa na Mungu milele. The Bible says there, Biblia inaendelea kusema in Revelation chapter 20, katika Ufunuo wa Yohana 20, and whosoever was not found, that's verse 15, whosoever was not found written in the book of life. Mstari wa 13 nasema na yeyote ambaye hakupatikana ameandikwa katika kitabu cha uzima was cast into the lake of fire. Basi alirushwa katika ziwa la moto. Jesus speaking to his disciples, Yesu akinena na wanafunzi wake, when they came back from preaching, waliporudi kutoka kuhubiri, they said, diseases, evil spirits were subject to us in your name. Wakasema hata roho za kuzimu zilitii jina lako. They healed sicknesses. Ponya magonjwa. They cast out demons. Basi wakafurusha mapepo in the name of Jesus. katika jina la Yesu. But Jesus told them, lakini Yesu akawaambia, do not rejoice that demons are subject to you in my name. Msisherekee tu maana eti mapepo But rejoice that your name is written in the Lamb's book of life. Lakini mfurahie pale majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima. The presence of your name in the book of life, basi kupatikana kwa jina lako katika kitabu cha uzima, is what will save you on the day of judgment. Hicho kitu kitakuweka huru katika hiyo siku ya hukumu. Praise the Lord. Asifiwe. So that is the first phase. Basi hiyo ni awamu ya kwanza. The second phase of judgment, awamu ya pili ya hukumu, will be the judgment of believers. Basi itakuwa ni hukumu ya wanaoamini. It is not a judgment of punishment, na si hukumu ya adhabu, but is a judgment of rewards. Lakini ni hukumu ya kupewa karama au zawadi. Say a judgment of rewards. Amen. Hukumu ya kupewa. Rewards will be passed out. Basi vipawa vitapeanwa based on the deeds done in the when we are alive. Kulingana na matendo tuliyotenda wakati tungali hai. So the righteous, basi wale wenye haki, our judgment will not be a judgment of punishment. Kwa wale wenye haki basi hukumu yetu haitakuwa hukumu ya adhabu, but of rewards. Lakini itakuwa ni hukumu ya kupewa vipawa. When we preach the gospel and people get saved. Wakati tunahubiri injili ya Yesu Kristo na watu wanaokoka. When we show mercy to the weak. Wakati tunaonyesha rehema zetu kwa wale maskini. When we comfort those that are bereaved. Wakati tunawatia moyo wale wamefiwa. When we give to the work of God.
wakati tunapeana kwa ajili ya kazi ya Mungu, when we give alms to the poor, wakati tunapeana misaada kwa when we maskini, come here and make this place clean so that the children of God can come and congregate, wakati tunakuja hapa kanisani na tunaosha na kusafisha kanisa ili the men of God here capturing the messages here, basi wale wanaonasa the mahubiri, worship singers, wale wanaoabudu, all what we have done for the Lord, yale yote ambayo tumemtendea Yesu, it will be evaluated basi itatiwa kwenye and mizani rewards will be given out. na vipawa vitatolewa, Crowns will be given out. basi taji litatolewa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Crowns will be given out Tutapewa taji on that day of judgment. katika siku hiyo ya hukumu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Believers have passed from death to life. Waumini wamepita kutoka kifo hadi Yeah. uzima. First letter of John chapter 3 verse 14 says, Yohana wa kwanza we know 3:14, that we have passed from death unto life tunajua tumetoka kifo tukaingia katika uzima because we love the brethren. kwa sababu tunapenda wenzetu. He that loveth not his brother abideth in death. Yule ambaye hampendi mwenzake au ndugu yake anaishi katika mauti. That first part, we know that we have passed from death to life, unto life. Hiyo sehemu ya kwanza inatuambia kwamba tumetoka mautini tukaingia uzimani. This Jesus whom you have accepted, Huyu Yesu ambaye tumemkiri, he is true and is alive. yeye ni wa kweli na anaishi. And he has paid totally for our sins. Na amelipa kikamilifu kwa We dhambi. don't need to go to hell Basi hatuhitaji and kwenda suffer eternal punishment. ili tuumie kule katika Jesus hukumu ya has milele. provided a way out. Basi Yesu ametupa njia, Hallelujah. Bwana asifiwe, Into eternal life. kuingia uzima wa milele, Into an eternal union with him. kuingia kule kuunganishwa kwa milele na Yesu We Kristo. used to sing in Sunday school Basi katika shule za chekechea walikuwa wanaimba those days saying, ile siku, hata shetani apinge, Yesu atarudi tena. amina, Hata walevi wapinge, hata wachawi wapinge, Yesu atarudi tena. amina. Praise the Lord. Amen. I want to lead you through this prayer of confession. Nataka kuwaongoza katika ombi hili la kukiri. It has been realized Basi imetambulika kwamba people can come to church watu wanaweza kuja kanisani and love the church na wapende kanisa and stay in the church na waishi kanisani and be committed in the church, na wajitolee kanisani, but they are not saved. lakini hawajaokoka, They have not confessed Jesus Christ. hawajakiri Yesu Kristo. They are good people, Watu wema they come to church, kuja they kanisani, say praise the Lord. nasema Bwana Yesu asifiwe. They can even be appointed to be leaders, Wanaweza pia hata wakateuliwa kuwa viongozi, even to be pastors, hata kuwa wahubiri, but they never made a confession lakini hawakuwahi kiri, for Jesus to be Lord and Savior of their lives. hawakuwahi kiri Yesu kuwa mwokozi wa maisha yao. If your name is not in the Lamb's Book of Life, Basi ikiwa jina lako halipatikani katika kitabu cha kondoo wa Mungu, then be ready for eternal punishment separated from God. basi ujitayarishe kwa hukumu ya milele inayokutenga na Mungu. All these things we are seeing with our physical eyes, Mambo haya yote tunayoyaona all na these macho yetu, things, one day they will be destroyed. mambo yote haya tunayoyaona yataharibiwa siku moja. All these good houses and good buildings and good cars, Haya majumba mazuri na magari mazuri they will all be destroyed. yote yataharibiwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The hope of man
Basi tumaini la mtu is in the Lord Jesus Christ. ni kwake Yesu Kristo. As we stand in this congregation this afternoon, Unaposimama miongoni mwetu I want you to leo, make this confession na ningeomba ukiri ombi from the depth of your heart. kutoka kilindi cha moyo wako. Amen. Amina. Wacha tuinamishe vichwa vyetu. Nataka turudie hili ombi, na wale wapendwa wako kule katika hema, wacha turudie sote pamoja. Sema: Mungu Baba, siku ya leo nina hofu kwa ajili ya neno lako, nikitambua ya kwamba kila dhambi itahukumiwa. Siku ya leo ninaomba msamaha kwa ajili ya dhambi zangu. Baba, nisamehe dhambi zangu. Osha dhambi zangu na damu ya mwanao Yesu Kristo. Yesu Kristo, siku ya leo ninakupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakukaribisha utawale maisha yangu kutokea sasa hadi ile siku ya hukumu, na ninajua sitahaibika katika jina la Yesu. Asante Mungu wangu. Father, we thank you. Baba, tunakushukuru For every man, every lady standing in this congregation, kwa kila mmoja wetu aliyesimama hapa and those in the tent. na wale walio kule nje. We thank you for Jesus Christ, Tunakushukuru kwa ajili ya Yesu who Kristo has died for our sins. aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Pray that you hold every one of us. Naomba utushikilie sisi Lead sote, us by your Spirit. utuongoze na Roho wako, Teach us your ways. utufunze njia zako, Help us to walk before you utusaidie tuenende in the fear of the Lord. katika hofu ya To Mungu, walk before you in holiness. tembea kwako kwa utakatifu. Strengthen us in the name of Jesus, Tie nguvu katika jina la Yesu, that the day of judgment ili siku ya hukumu we shall not be ashamed, hatutaaibika, but we shall enter into life eternal with Jesus. lakini tutaingia katika uzima wa milele na Yesu Kristo. Cover my brothers and sisters with the blood of Jesus. Nika kila mmoja na damu ya Yesu Kristo. Let the heavens remain open over their lives. Wacha mbingu zifunguke katika maisha yao. Care for them. Wajali Baba, Protect them waweke in the name of Jesus. katika jina la Yesu Kristo. And through this week, Katika juma hili lote I ask for your mercies, naomba rehema zako your grace and your favor na neema na kibali to chako abound ziwe over pamoja the na lives of your children. ziwe pamoja na maisha ya watoto wako. Be eternally our all-sufficient provider. Basi uwe wa kutupa mahitaji yetu milele na milele In the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu. We thank you, we bless you. Tunakushukuru, tunakubariki In Jesus' name. katika jina la Yesu. Everybody says amen. Amina. Amen and amen.